Huduma ya usafiri wa umma jijini Mwanza leo ilisimama kwa saa kadhaa kutokana na mgomo wa madereva wa daladala waliokuwa wakilalamikia askari wa usalama barabarani kuwanyanyasa katika utendaji wao wa kazi kila siku. Akizungumza na mwandishi wetu katika kituo cha mabasi, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Mwanza Robert Hussein amewasihi madereva hao wa daladala kurejea kazini na kuendelea kutoa huduma ya usafiri wa daladala wakati madai yao yakifanyiwa kazi. Shuhuda wetu mwandishi wetu Reginald Ndesika alikuwepo na hii hapa ni taarifa yake. Wa daladala katika jiji la Mwanza katika vituo vya Buhongwa na Nyegezi ambao wametishia kukosekana kwa hali ya amani kwa saa kadhaa na hivyo kufanya jeshi la polisi kulazimika kuingilia kati. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Mwanza Robert Hussein akiwa amefuatana na mkuu wa upelelezi Augustin Senga wamefika katika eneo la tukio ambapo wamezungumza na madereva hao na kuwataka kusitisha mgomo huo. Ni haya mambo kusitishwa na kuendelea na shughuli zetu kama kawaida. Tumeelewana Lakini wakati huo huo mambo mengine yakiwa yanaendelea tutajadili, tutapata jibu ambalo ni sahihi. Tusikwaze shughuli zingine za kimaendeleo katika kipindi hiki kwa vitu ambavyo tukakaa mezani tukaongea tukamaliza. Na kimsingi kama magari yanabaki sehemu ambazo si sahihi, lazima tusichukuliwe tu. Baadhi ya madereva na makondakta wakazungumzia chanzo cha mgomo huo. Unatoka Mkolani, kuna alama ipi inakuonyesha kwamba hapa ni stendi unaingia kushusha daladala? Hata tema hakuna kituo, barabara yote haina alama za vituo. Kituo kiko Nyegezi kona. Tukifuata sheria sasa. Maana yake nikitoka mimi kama nikitoka Buhongwa lazima niende mpaka Nyegezi kona tukashusha abiria. Nikitoka hapo Iseni pia ni makosa. Nikitoka hapo mpaka Nyegezi kona na Mkuyuni ndio abiria. Nikitoka mjini nishushie wapi? Hapo askari wetu hakuna onyo. Mtu anakukamata hapo anakuandikia dictation hapo. Hapo ya dictation hiyo kimomba risiti hatoi risiti. Hakuna onyo hata moja. Sisi yani kifupi ni kwamba tunaonewa. Kwa saa kadhaa abiria wamelazimika kutumia usafiri mbadala ili waweze kufika kule wanakokwenda. Kwa kweli usafiri wa leo tumepata sana. Kwa sababu mgomo umetoa kwanza umeteseka mno. Kwa hali hii tunasikitika kwa kweli. Kwa sababu wengine mali ndio tunasomesha watoto, ndio tunakula, utakuta mara nyingi tunakamatwa kwa ajili ya matenga nyanya. Tumepata adha kubwa hata shida kubwa maana usafiri hakuna. Na hatujui hatima yetu ni nini mpaka sasa hivi. Miongoni mwa mambo ambayo madereva, makondakta na abiria wanakubaliana ni pamoja na kupitiwa upya kwa vituo vya kuegesha magari kutokana na ongezeko la idadi ya watu hivi sasa. Reginald Ndesika, TBC, Mwanza.